Chege amemwekea free access bwana Madi. Ndio maana kuna option za hizo access za muda. Mgeni ameingia saa 5, akifika ndani ya nyumba unampa access ya kuweza kufungua mlango kutoka nje na kuingia, kwa sababu hivi vitasa vilivyotengenezwa unapokuwa ndani unaweza kufungua mlango na kutoka, lakini unapokuwa nje huwezi kuingia ndani. Kwa lazima upewe access ya wewe kuweza kuingia ndani, either fingerprint ya muda au upewe kadi unatoka na kuingia nayo. Au password ya muda. Au password ya muda. Na muda ule ukifika tu ina expire. Yes. Bwana, mimi na swali lingine kidogo. Hii ni teknolojia mpya. Kwanza iliingia Bongo. Sasa teknolojia inapokuwa mpya, watu tunakuwa na wasiwasi sana kwamba hili jambo litaendaje. Itawezekana kweli? Sasa nataka nijue ina warranty ya gani. Okay. Sasa sisi kwa bidhaa hizi bwana Madei tunatoa na Blaza Chege hapa tunatoa warranty kwa muda wa mwaka mzima. Tunakupa warranty. Hapa katikati kama in case ndani ya mwaka mzima itakuwa kimekusumbua, tutakubadilishia for free. Lakini durability ya battery ni miaka 3. Kitasa chenyewe zaidi ya miaka 5 huko juu. Kwa hiyo battery hiyo na pia na battery pia upatikanaji wake ni mrahisi. Sawa. Swali lingine kwa Brother Chege. Kipindi hiki ndio kipindi ambacho tunazungumza sana mtandaoni. Gava tunaona kuja kwenye mambo ya vitasa. Nini kinaendelea? Tunazidi kuimarisha usalama nyumbani. Nazungumza na nani tena? Mimi hata sijasikia, maana nafunga sasa. Watu ambao wanazungumza juu ya uwepo wako kwenye muziki kuanzia kipindi kile sasa hivi. Sasa mimi nimekusikia kule hapo sasa hivi na kuona tena kwenye vitasa usalama na nini. Sasa hiyo kusikia inaruhusiwa. Sasa kwa sisi ambao tunafunga kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani, kiukweli kuna siku moja tunaliziba kabisa. Ndio maana hata kwenye majukwaa mtuone. Tunaangalia ibada, tunaangalia kutafutia watoto chakula kama hivi. Ndio maana unaona tumekuja katika biashara kama hii. Kwani umesikia nini? Mimi nisikia inaelezwa kwamba inabidi Chege advance uwezo wake kwenye muziki. Chege na miaka mingi kwenye muziki. Chege na miaka almost 22 23 kwenye muziki. Ina maana hata kama angekuwa ni wale wafanyakazi wa serikalini sasa hivi anafikiriwa namna gani anastaafu, au sio? Sasa mtu akitokea mwaka huu au leo ana doubt uwezo wa Chege, huyo mtu atakuwa bongo wake umeshake kidogo, kwa sababu bongo wa Chege au uwezo wa Chege ndani ya hiyo miaka 21 angekuwa labda hana huo uwezo, basi leo asingekuwa mbele ya kamera zenu hapa. Unataka kukazia Chege kwenye hilo? Aba ukazia somo. Ni swala la imbaji wako, sababu tunaambiwa Chege imbaji wake ni nyumbani kwako unatumia kitasa gani? Una nyumba kwanza? Una nyumba? Hauna uwezo wa kununua nyumba, kujenga, hauna. Anao. Fanya kazi kwa bidii, usilale guest. Ili tuje Nzota Traders mpate vitasa. Yaani fanyeni kazi, msifuatilie vitu ambavyo haviwezi kuwapatia pesa. Sasa hivi unatakiwa, yaani wewe ili uwe mtu wa maana kabisa inatakiwa uwe na pesa. Tafuteni pesa. Watu watawaheshimu sana. Sawa, hapa kwa Brother Chege na Madi, nataka kujua Nzota Traders ile ni deal ama niwe na kama balozi, na kama ni deal labda ni vizuri ama ni vyema labda tukafahamu kwa mna gani na kwa kiasi gani tutakubali kusafiri. Mwanzo wakati naelezea hapa niliwatambulisha wenzangu, nimewaambia ni business partner. Ukizungumzia neno la business partner unakuwa unafahamu. Hivyo ni vitu ambavyo viko ndani ya vitabu vyetu. Sasa tukitaka tuanze kufunguliana hapa, mwisho wake mtajua mwisho wa mwezi mimi nachukua shilingi ngapi au Chege anachukua shilingi ngapi au Nzota anachukua shilingi ngapi. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo viko personal kidogo, tumevificha huko, lakini elewa kuwa ni biashara ambayo tunaifanya kama partner. Hatujamaliza, tuwezi kwa tumemaliza kirahisi. Nafikiri sisi mwaka huu tumepata bahati. Tumepata bahati ya Waislamu na Wakristo kukutana katika mfungo pamoja. Sasa sisi sisi kama artist Chege na Madi tukiwa tunashirikiana na mwenzetu kutoka Nzota Traders
tunawaalika nyinyi kama waandishi wa habari, kama Waislamu na Wakristo, siku ya tarehe 22 chungu 21 Temeke TCC Club cha Ng'ombe pale. Tutakuwa tunatoa sadaka ya iftar na dua kwa ajili ya kujiombea na kuliombea taifa letu kwa ujumla. Kwa hiyo tutakuwa na watoto yatima, tutakuwa na watoto wa madrasa, takriban watu kama 1000 plus. Kwa hiyo tunawaalika nyinyi kama waandishi wa habari, tukutane pale Gwambina Lounge. Kuna sehemu ya basketball, ukiingia getini upande wa kushoto, tutakuwa tunafanya iftar na watoto yatima. Tukiongezea hapo Chege na Madini, Daktari Samia Suluhu Hassan Tanzania sasa hivi imefungua milango ya wafanyabiashara, watu kuwekeza. Na mara nyingine tunapata nafasi kukutana kwenye deals kama hizi, kuna ule mwanya wa watu kuinvest hapa nchini. Kwa nini ambao mmekuwa mkizunguka na Daktari Samia Suluhu Hassan kwenye ziara, nazungumzia brother Chege hapa Madini pale, mmeona nini kwenye kile ambacho Daktari Samia Suluhu akizunguka na nyinyi kizindua miradi, kifanya ziara, alafu mwisho tunakuja kuona kwenye biashara kama hivi mnakuja kukusanya deals na watu ambao wamewekeza nchini? Kuna mwanga kwenye Daktari Samia Suluhu Hassan kufungua milango kwa wafanyabiashara? Sasa hilo swali nafikiri atalijibu Madii vizuri, lakini narudi kwanza pale kwa sababu wewe ndio umeliuliza na ulikuwa unauliza maswali ambayo hayana mantiki mwanzoni. Unapokuwa unakutana na watu, jifunze kwa yale unayoyaona. Ukisikia vitu kama hupati hata shilingi 100, achana navyo kabisa, vipuuzie, kwa sababu vitakuongezea umaskini. Sasa ukiona kama hapa Vitasa hivi, ukitoka hapa usiondoke na kitu cha umbea bila sababu. Jifunze hapa unaweza kufanya nini. Huyu kwa nini anaenda China mwenyewe anarudi na vitu kama hivi, anakuwa partner na watu wengine kwenye business, mnapataje pesa? Sisi tunavyozunguka na president, tunavyoenda kukagua miradi, sisi tunaenda kama Samia Kings katika huo mchakato ambao umeuliza. Sasa tulivyokuwa kule hatukutaka kukaa kwamba mama akakague miradi. Sisi tulikuwa tuna support mama anakagua miradi na sisi tunaenda kuangalia ile miradi. Kwa nini anaenda kukagua miradi? Imefanyaje? Imefikia wapi? Tujionee kwa macho. Lazima ujifundishe kujifunza. Nafikiri swali lake umejibu vizuri. Unajua toka aingie madarakani Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, wafanyabiashara wengi wamekuwa na unafuu wa kuingiza bidhaa zao. Wale ambao wanaingiza kwa meli, yani kupitia bandari, wale wanaoingiza kwa ndege. Mpaka likaja neno kwamba nchi imefunguka, kwa sababu tunaona ameshakaa vikao na wafanyabiashara mara nyingi sana, sio mara moja. So ndani ya hivyo vikao nafikiri ndio kuna mengi ambayo yamefanya mpaka sisi tumeona tunafaa kuingia kwenye hii biashara, ukiachana na music, kwa sababu music au muziki wenyewe ni biashara. Ukisema ubezi tu kwenye kitu kimoja, muziki bila kuwaza kitu kingine cha kufanya hapo, kuongeza hapo, hautoweza kufikia malengo ambayo kila kijana anatakiwa nayo. Kwa hizi kila kijana anatakiwa awe na maisha mazuri, awe amejenga, awe anaendesha gari nzuri. Nafikiri tunaanziaga hapo. Kwa hiyo nchi imefunguka. Kama nchi imefunguka, hata biashara zimefunguka, na ndio maana umeona tumewaita leo hii tuwaelezee namna zote traders tunavyofanya biashara hivi Vitasa. Na sio hivi, tunafikiri tutaendelea kuitana mara kwa mara, kwa sababu biashara ziko nyingi sana ambazo tunazifanya kulingana na namna ambavyo tumewekewa sheria za nchi yetu. Kwa sasa hivi zimekuwa nyepesi, hakuna vipingamizi vingi, kushusha magari, yani vitu vingi vimekuwa vyepesi, na ndio maana unaona biashara zimekuwa rahisi sana kufanyika sasa hivi. Yes, hizi bwana vinapatikana kwenye